Gelobt sei der Name des Herrn für all seine Güte, seine Gnadenerweisungen, Jina la Bwana lisifiwe kwa ajili ya wema wake wote sein na teures kuonekana yake yote ya neema, Wort, na sana sana kwa in ajili ya neno lake seinem takatifu na la besonderen damani, Entschluss ambamo ndani yake mit der mnakuwa mpango wake wote kwa Menschheit ajili ya geteilt ist. wanadamu. Und ich glaube, es hat Na nie ninaamini kwamba keinen Zeitabschnitt tangu in zamani der hakujawahi kuwa wakati Bibel ambamo wiederholt, wangeliweza kurudilia kila wakati heute kwamba ist leo diese Schrift andiko hii erfüllt imetimilika vor Augen. mbele ya macho yenu. Wir glauben, dass wir Tunaamini kwamba tunaishi katika wakati in der sich ambamo biblische Prophetie unabii wa kibiblia in sichtbarer uko Weise unatimilika kwa namna ya kuonekana mbele ya macho yetu. sie braucht wirklich nicht mehr gedeutet Haina hitaji ya kuweza kutafsiriwa tena, wie sie lakini oft kama vile gesagt tushaka kuyasema kila mara, genügt es, wenn sie in ihre Erfüllung inatosha tu kuweza kuyaona yakitimilika eingeordnet wird. na kuweza kuyaweka tena katika nafasi yake. Aber auch Lakini pia tuliweza kusikia ikisemeka nicht alle der Predigt kwamba wote hawaamini yake Glaube, mahubiri. der aus der Predigt kommt, Imani inayozaliwa kutoka ndani ya mahubiri für diejenigen, ni kipaji kwa wale ambao wanaoamini yale ambayo inayotangazwa kupitia mahubiri. es gibt keinen Glauben, der von Gott kommt, Hakujawahi kuwa imani inayotoka kwa Mungu inayoweza kuwa ikifanyika pembeni ya mahubiri ya neno. da können Menschenmeinungen sein, Kunaweza kuwa maoni ya mtu alles andere mehr. na mambo mengine mengi, Verbindung mit lakini tunapataka uhusiano pamoja na Mungu kupitia imani ya wir kweli. nur dann Ni wakati tunapoweza kuacha neno lituzungumzie, und durch den Geist verklärt ndipo tunabadilishwa kupitia Roho, in völlige Übereinstimmung. na hivyo sasa tunaletwa katika uhusiano ukamilifu pamoja na Mungu. So viel, das geschieht, worüber Kunafanyika mambo mengi muss oder darf, ambayo wie immer man sehen möchte, inafaa und speziell au inaweza kuwa kama vile ni swali, naomba kuyazungumzia pia dass jemand den Eindruck kulingana na maoni ya watu als halten wir hier na einen politischen Vortrag. sana sana ndani ya nchi yetu, ndani ya Ulaya yote mzima. Nawaza kwamba hakuna mtu aliye hapa atakayewaza kwamba tunafanyaka mazungumzo ya kisiasa. Zur biblischen Sio hivyo. gehören Lakini wakati matokeo inayolingana na unabii wa kibiblia unapofanyika, tunapaswa kuwa makini juu yake. mehr als 20 Jahren Tangu miaka 20 iliyopita sikuweza kujizuiza kuweza kusema yale itakayofanyika, das aus. ni kusema kutangaza salama na utulivu. Ich habe genauso gesagt, dass Niliweza kusema kwamba ilikuwa ni lazima pia kwa ajili ya hiyo, ili magawanyiko ndani ya nchi na ndani ya bara iweze kuwa na mwisho wake. Ihr wisst ja, ihr in einem- Mnayajua vizuri ninyi ambao mliosikia yale ambayo yaliyosemeka katika miaka hii yote. Ich weiß nicht, ob Sijui wir als Volk kama sisi kama vile taifa waren, mit ein- tunaalika wajirani yetu yote, kwa maana hapa karibu mainchi zetu tuliyotokea ndani hasa kuwa tena na maana, lakini yote itakuwa imemezwa ndani ya huu ufalme wa Roma ambao uko unajiunda tena mbele ya macho yetu. Und ich habe gerade Na nimekwisha den Rundbrief zu Ende geschrieben. kumaliza leo kuandika barua ya mzunguko. Wir sind, Nitaweza kurudilia tena hayo kwa muda was die mfupi. Entwicklung betrifft, Kulingana na der mwendeleo, Tage angekommen. tumefika kwa mwisho wa Ich wakati, möchte, dass wir auch sehr klar sehen, in den Tagen na ningetaka ili tuweze kuona pia kwa namna iliyo wazi sana. Katika wakati wa Yesu Bwana wetu, ilikuwa ni Roma ambayo iliyokuwa ikitumikisha mamlaka yake, ilikuwa katika utawala. die römische Besatzung, Nimekwisha kusoma, ilikuwa ni watawala wa Roma, ilikuwa na majeshi za Roma ndizo zilizoweza kutengeneza taji ya miba na wakaiweka kwenye kichwa cha Bwana. die Geschichte, Inaomba kulinganisha was damals habari na yale yaliyofanyika katika wakati ule vergleichen, na kuweza kuweka mambo katika nafasi yake. als Paulus Wakati Paulo alipoonekana mbele ya Festo, sprach, mbele ya Agripa na mbele ya Felix,
na alipoweza kujibu kwa mashtaka yake, alikuwa na raha kuweza kuwa mwenyeji wa nchi ya Roma. Wengine kusema wapate wenyeji wa nchi wanaweza kulipa mambo mengi sana. Yeye alikuwa ni mwenyeji wa nchi ya Roma, aliweza kuyashuhudia hapa, na nasema hii tu ili itueleweshe yale ambayo unabii wa kibiblia unakuwa ndani kwa ajili ya wakati wa mwisho, na yale ambayo ilikuwa imetabiri ndani ya Matendo ya Mitume kwenye sura 22. Matendo ya Mitume sura 22 kwenye mstari wa 25 imeandikwa, Matendo ya Mitume sura 22 mstari wa 25, hata walipokwisha kumfunga kwa kamba, Paulo alimwambia akida, munaruhusa kupiga mtu aliye Mroma, naye hajahukumiwa bado? Naye hajahukumiwa bado? Munaweza kuendelea na kusoma kama mkitaka mpaka kwenye mwisho wa sura hiyo, lakini ningetaka niweze kusoma tena sura 24 ya Matendo ya Mitume, sana sana mstari wa 4 na wa 5. Matendo ya Mitume sura 24 mstari wa 4 na wa 5. Lakini nisikuchokeze zaidi, ninakusihi kusikiliza kwa upole wako maneno yetu machache. Mstari wa 5, kwa sababu tumeona mtu huyu kuwa na matata na mwenye kuanza fitina katikati ya Wayuda wote katika dunia, tena yeye ni mwongozi wa dini ya Wanazareti. Tazama haya matamshi, sema kwamba katika dunia yote ya utawala wa Roma, Nabii Danieli, kama vile tumekwisha kuyasoma au kama vile tunaweza kuyasoma, aliona bahari ikitikisika na akaona ufalme 4 zinazolinganishwa na wanyama wakitoka katika hiyo bahari. Aliona mwendeleo wa habari yote mpaka ndani ya siku zetu. Mwonaji wa kisanga cha Patimo aliona hiyo kitu moja kwenye sura 13 ya Ufunuo. Mnyama aliyetokea ndani ya bahari. Mungu siku zote alikuwa akitumikisha mifano, na kama tunaweza kutazama nchi tofauti gisi zinatumikishaka alama za wanyama, hapa tai, huko nyama nyingine kama vile nyama inayolinganisha nchi yao, na mbele hata mataifa waweza kuzitumikisha kwa namna hiyo. Mungu alikuwa amekwisha kuonyesha na kufunua ndani ya maono yale ambayo yangepashwa kufanyika. Mwonaji juu ya kisanga cha Patimo aliweza kueleza kwamba nguvu hiyo ilikuwa na kisha ikapotea na kisha tena ikaonekana na kuweza kutumikisha nguvu zake zote, kwa sababu joka alikuwa amempatia kiti chake. Naamini kwa ajili ya wengi hii inaonekana kama vile ni mahesabu kubwa ambayo hawajui cha kuifanyisha, lakini sasa kwa sababu tunaishi katika wakati wa hatari sana, tunapashwa pia kuhusika nayo. Ijapokuwa ninakubalishwa kwamba watu fulani wako wapya na hawajawahi kuweza kusikia hata neno au kuweza kusikia utangazaji wa habari njema kwa namna hii, bila kuweza kuzungumza kuhusu mafundisho au sehemu ya unabii ya habari ya wokovu. Na ijapokuwa yale yote inayoandikwa ndani ya Biblia ni ya lazima sana, hakuna kitu tunachoupasha kuusahau au kuweza kupita pembeni yake.
sana sana wakati inapokuwa inahusu tena wakati wetu, siku zetu, na kwamba tunahitaji nuru ya Mungu, na nuru hiyo haitokee kwenye madhabahu fulani, lakini tunapaswa kuwa tumeipewa kwa neema kutoka ndani ya neno kupitia Roho Mtakatifu. Na hapo sasa ndipo tunafundishwa na Mungu na tunaongozwa katika maelezo ambazo ziko za umuhimu katika wakati wa sasa. Leo kama vile nimesha kusema, inahusu kuzaliwa hapa Ulaya katikati, kuzaliwa kwa nguvu za mwisho za ulimwengu, na nguvu hizi ziko zinazaliwa mbele ya macho yetu. Magawanyiko imemalizika, tuko tarehe 3 mwezi wa 10. Ninayasema sasa mimi kama vile Mjerumani, na ninaomba ili warafiki zangu wote waweze kuyaelewa. Nilimwanga machozi, na sio mara moja tu, lakini mara nyingi, kwa maana mimi ni wa kizazi cha wakati wa vita. Si jidanganye, si afiche. Niliweza kuvaa pia mavazi ya ujana ya watu wa Hitleri. Tangu umri wa miaka 12 niliweza kupata sehemu ya mwisho ya vita. Niliona magawanyiko hapo na yale yote ambayo iliyofuatana na hayo. Kila wakati nilipokuwa nikivuka huo mstari na nilipokuwa nikienda kwa nchi nyingine, nilikuwa nikisikia mara nyingi hayo yote ilikuwa imeleta. Waliokuwa wameshindwa hawakuwa tena pale, lakini taifa ndilo lilikuwa likiteseka. Ningetaka ili wajirani yetu waweze kuelewa kwamba hakuna vita ambayo itakayoweza kutokea ndani ya udongo wa Ujerumani. Inayonigusa ni kitu kingine, ni kwamba wazo hili kwamba kutoka kwenye nchi hii mabaya mengi ilitokea hapa. Salamu iliyokuwa ikitumikishwa, watu walikuwa wakisalimiana haile, iliweza kuleta mabaya mengi kwa ajili ya taifa letu na kwa wajirani yetu na kwa nusu ya ulimwengu. Na pia hata basi iweze kuwa mapenzi ya Mungu ili kumalizika kwa uamsho ambayo inayorudisha tena kurudishiwa kwa ujao na kwa utaratibu wa kiungu wa Ukristo wa kwanza, iweze kupendeza Bwana, iweze kutokea hapa na iweze kusambazwa katika ulimwengu mzima, na kazi iweze kupewa kwa kanisa la Mungu aliye hai, pamoja na uaminifu wote na ukweli wote, ili Mungu aweze kufika kwa haki na kuweza kupokea na mpendeza kwa taifa lake. Hatukupokea roho ya nchi, lakini roho wa Mungu. Na tunajua kwamba Bwana anaita kutoka malugha zote, mataifa yote na makabila zote, anaita taifa lake lilo lake, kundi lake lilokombolewa. Ushuhuda pia unaonekana leo pamoja nasi pia. Mungu naye hawazi yake kwa namna ya kitaifa au kwa namna ya nchi fulani, lakini aliwazia watu wote kwa ujumla, na alikuwa amekwisha kuambia Abrahamu, katika wewe mataifa yote ya dunia yatabarikiwa. Lakini ili andiko liweze kutimilika, na kwamba mateso fupi na ziki fupi iweze kuletwa juu ya wale ambao wasioshinyenyekeza, wasioshilinganisha, hayo yote yanapaswa kufika, na ili waweze sasa kutangaza kwamba salama na utulivu. Hatutaweza kuingia katika kilindi cha maneno haya, kwa maana barua ya mzunguko itaweza kuyasema kwa muda mrefu, na tutaweza kuyarudilia tena katika maandiko mengine. Yale nayo nigusa sana ni kwamba Mungu iko na shindo kuweza kuleta watu kuweza kumwamini yeye. Inaomba kuwazia vizuri kwamba Mungu anaweza kubembeleza na kusii ili waweze kumpatia imani. Sasa tunawaza nini
Mungu ni nini, na nani ambaye aliye na haki na kuweza kushakia na kuweza kuleta mashaka kwa yale ambayo Mungu aliyosema katika neno lake, ndani ya neno lake. Na waza kwamba tunapaswa kutambua kwamba tuna Mungu aliye hai, ambaye wakati wa hukumu wa mwisho atakayeuliza hesabu kwa kila mwanadamu wote. Tunapongoja, na hiyo inaweza kuonekana kama vile ni ya kigeni kwa wakati huu, inaonekana au ni hivyo pia, kwamba Mungu aliweza kuwacha watu haki ya kuweza kuamua tangu mwanzo. Ndani ya bustani ya Edeni, mtu angeliweza kuchagua, angeliweza kamata maamuzi, angeliweza kuamini au asiyeamini, angeliweza kuwa mtiifu au asiyetii, kufuata au kuvunja sheria, na inaonekana kwamba ingali hivyo mpaka mwisho. Kuvunja sheria ilikuja ikaleta kutenganishwa pamoja na Mungu, na hivyo sasa mtu akatenganishwa na Mungu, akafuata njia zake mwenyewe, na anaendelea kuzifuata mpaka aweze kuwa amepata sasa njia, kweli na uzima. Akose ninaweza kuwa tena wazi tena juu ya maneno haya. Tangu mwanzo mauaji yakaanza, Kaini akawa ndiye muuaji wa kwanza, na hiyo inaendelea mpaka tena ndani ya siku zetu. Mtu anayetaka kuua anaua, anayetaka kuiba anaiba, anayetaka kudanganya anadanganya. Kila mtu anafanya yale anayotaka. Mtu anayetaka kudanganya anadanganya, na watu wanawaza kwamba wanajisaidia. Na pia kuna wale ambao wanaowaza kwamba pamoja na kifo yote inakuwa imemalizika, lakini hakuna kitu kinachobadilika. Kuna uzima nyuma ya kifo, kuna hukumu pia. Na maandiko matakatifu yanatufundisha kwamba kasirani ya Mungu inadumu juu ya wale wote wasiokubali neema iliyo katika Kristo. Ni lazima sasa, ili watu waweze kujiacha waingizwe katika mpango wa Mungu, waweze kufanya mazoezi ya wokovu ya nafsi yao na ya ufungulivu wa mie yao, na waweze kuishi kugeukia kurudi kwa Mungu, na hivyo sasa waweze kufikia katika imani iliyo hai kwa Mungu aliye hai. Tumekwisha kusikia neno nzuri la kuanzisha, lakini ninataka niweze kuwa wazi. Ninapendaka andiko za Biblia zinazoonyesha hali njema kuliko zile ambazo zinazoleta kuonya, lakini hizo mbili zinaonyeshwa kwa namna njema ndani ya maandiko matakatifu. Ndani ya Matendo ya Mitume sura 13 tunasoma kwenye mstari wa 14, nao waliokuwa wamekusudiwa kwa uzima wa milele wakaamini. Mbele tunasoma ndani ya Matendo ya Mitume, na kundi ya waamini walikuwa na moyo moja na nafsi moja. Wazo la umoja ndani ya Kristo tumekwisha kuipewa hapa, na sio nia na mawazo na maoni yetu tofauti, lakini nia ya Yesu Kristo iwe ndani yetu sisi sote. Na hiyo ndiyo inayokuwa lazima, kwa maana ndipo ndani ya Wafilipi sura 2 mstari wa 5, ndani mwake kila mtu aweze kuwa na nia zilizokuwa ndani ya Yesu Kristo. Nataka tusome andiko fulani za Biblia ili Mungu aweze kutuzungumzia hapo hapo kupitia neno lake, na sasa tuweze kumjibu naye. Ndani ya Injili ya Marko kwenye sura 7 ninasoma shairi ya mwisho, mstari wa 37. Marko 7:37. Wakashangaa sana sana
wakisema, ametenda mambo yote vizuri. Viziwi anawafanya wasikie na bubu waseme. Tumekwisha kusema kwamba wanadamu waliotenganishwa na Mungu wanafanyaka yale wanayotaka, na wanawaza kwamba hawataweza kutoa hesabu kwa ajili yao wenyewe au kwa ajili ya wengine na hata pia kwa Mungu. Hapa tuna kazi ya Bwana wetu, na katika wakati ule pia maoni ya watu ilikuwa tofauti. Wamoja walikuwa wakiamini, wengine walikataa kuamini. Wamoja walikuwa wakisema hakuna mtu aliyewahi kusema kama mtu huyu, Yohana 7:46. Wengine walikuwa wakisema ana Beelzebuli na ni yeye ndiye anayempatia kufanya maneno haya yote, Mathayo 12:24. Maoni ilikuwa tofauti siku zote, na kundi kubwa iliweza kuhesabia ya kiungu kwamba ilitoka kwa adui, na kwa namna tofauti tena. Akose kama Mungu anaweza kutupatia neema yake, na kama sivyo tutaweza kuleta pia nasi hukumu mbaya. Ni kusema sasa ni lazima sana ili tuweze kuchunguza maandiko matakatifu na tuweze kupata ndani jibu yetu. Ningetaka nisome Zaburi 33, Zaburi 33 kuanza kwa mstari wa 6 mpaka mstari wa 12. Ningependa niweze kusoma andiko hii ya kwanza. Zaburi 33 kuanza kwa mstari wa 6 mpaka mstari wa 12. Mbingu zilifanywa kwa neno la Bwana, na jeshi lao lote kwa pumzi ya kinywa chake. Mstari wa 7. Anakusanya maji ya bahari kuwa fungu, anaweka vilindi katika gala. Mstari wa 8. Nchi yote iogope Bwana, wenyeji wote wa dunia wamwogope. Mstari wa 9. Kwa sababu alisema na ilifanyika, aliamuru ikasimama. Ijapokuwa kulikuwa wafilosofi wengi ambao walioweza kukataa hii habari ya kiungu inayosema kuhusu mbingu na dunia, na ambao waliweza kuzungumza kuhusu chembe ya uzima ambayo iliweza kuonekana tu na kukomaa au iliyoweza kutokea tu mahali fulani. Nani leo anayeweza kuamini yale ambayo tumekwisha kusoma hapa? Mstari wa 9, Zaburi 33. Kwa sababu alisema na ilifanyika, aliamuru ikasimama. Leo kuna kundi kubwa ambayo isiyoweza kuamini na kubali hii maneno ya teori ya Darwin inayosema kwamba mtu hakuumba lakini alikomaa tu kutoka wanyama, na watu wale hawezi tena kukubali mambo hayo. Lakini kwa namna moja au kwa namna nyingine, akili kubwa imesha kutangulia juu ya maneno haya. Kuna watu fulani na pia katikati ya watu wa akili wanaoanza kurudisha akili yao na kupata akili njema. Na tena kusoma kwanza kwa mstari wa 10. Bwana anaharibu shauri la mataifa, anafanya mafikiri ya watu kuwa bure. Mstari wa 11. Shauri la Bwana linasimama milele, mafikiri ya moyo wake vizazi na vizazi. Tazama sasa mstari wa 12. Heri taifa Mungu wao aliye Bwana, watu ambao yeye aliwachagua kuwa urithi wake mwenyewe. Kuna uchaguzi ambao haupaswi kusalia kama vile ni uchaguzi wa muda mfupi, kama vile Mungu alikuwa amechagua wamoja na kukataa wengine, lakini kuna uchaguzi unaojengwa juu ya akili ya kiungu. Mungu alikuwa akijua nani ambaye hangeliweza kuamini na nani ambaye hangeliweza kuamini. Alikuwa akijua nani ambaye angeweza kukubali na nani ambaye hangeweza kukubali, na ndio maana aliandika jina za wale ambao watakao muamini. Akaandika jina zao ndani ya kitabu cha uzima mbele ya kuwekwa msingi ya ulimwengu.
Mungu ni Mungu anayejua mambo yote tangu mwanzo. Yeye ni mweza yote na anayekuwa mahali pote kwa mara moja. Wanadamu wote wasujudu mbele yake na watambue yale aliyofanya kwa ajili ya mema yetu na kwa ajili ya wokovu wetu. Lakini ila tu wale ambao wanaokubali na kupokea yale ambayo Mungu aliyotayarisha, wale ndio watakaoweza kupata faida ndani. Inayohusu uchaguzi na mwito wa kuitwa kutoka, na sana sana kanisa la Bwana, ningetaka niweze kusoma andiko fulani za Kutoka 19. Kutoka 19 mstari wa 3. Kutoka 19 mstari wa 3 mpaka mstari wa 6. Kutoka 19 mstari wa 3 mpaka mstari wa 6. Musa akapanda kwa Mungu, Bwana akamwita toka mlima akisema, utasema hivi na nyumba ya Yakobo na kuambia wana wa Israeli. Mstari wa 4. Mumeona ambayo nilifanyia wa Misri na namna nilivyo wabeba ninyi juu ya mabawa ya tai na kuwaleta ninyi kwangu. Mstari wa 5. Kwa hivi basi, kama kweli mutasikia sauti yangu na kuchunga agano langu, halafu mutakuwa mali yangu mwenyewe kuliko mataifa yote, maana dunia nzima ni yangu. Mstari wa 6. Na mutakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Haya ni maneno ambayo utawaambia wana wa Israeli. Naamini inayoandikwa hapa, naamini kwamba Bwana Mungu ni Mungu wa mtu binafsi. Naamini mazungumzo haya 100%. Alishuka ndani ya mlima, kwenye mlima Sinai, akazungumzia Musa. Kusanyiko lote nzima la taifa likasikia sauti yake na likaona moto na moshi ukipanda. Ni lazima sana hapa ili tuweze kutambua kwamba Mungu anaongoza walio wake mpaka kwake, ili aweze kuwa na ushirika pamoja nao. Anashurutisha utiifu kwa maagizo yake, ili agano ambalo alilofanya pamoja nasi liweze kuwa linaheshimiwa pia kwa upande wetu na lisiweze kuvunjwa. Mstari wa 6. Na mutakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Mbele alikuwa amesema kwamba, mstari wa 5, kwa hivi basi, kama kweli mutasikia sauti yangu na kuchunga agano langu, halafu mutakuwa mali yangu mwenyewe kuliko mataifa yote. Ni kweli kwamba kutotii kwa kwanza kuliweza kuamsha matengano ya kwanza katikati ya Mungu na mtu, na kutotii kote kwa Mungu ni kusema pia kwa neno lake, nayo inatutenganisha na Mungu. Na tunapashwa kujifunza na wazo ambayo tunapaswa kujua kuhusu wazo hili linalosema kwamba kama vile inaandikwa, kama wana wa Mungu wanaotii. Petro wa kwanza sura 1 mstari wa 14. Kuna aina mbili ya watoto. Kuna watoto watiifu na watoto wasiotii. Na ndio maana mtume Petro aliandika ndani ya Petro wa kwanza sura 1 mstari 14, mkitembea kama vile watoto wa Mungu watiifu wanaotii. Mungu anataka tufanye watu wanaotii
ambao anaopendezwa nao, wale ambao wanaweza kubariki, ambao wanaweza kutumainia, na sio wale ambao wanapasha kukasirikia, ambao wanaweza kuadhibu, lakini wale ambao anaweza kubariki na kuwafanya kuwa chemchemu ya baraka. Ndani ya Agano Jipya Petro aliweza kurudilia wazo hilo. Aliandika ndani ya Petro wa kwanza sura 2 mstari wa 9. Petro wa kwanza sura 2 mstari wa 9. Lakini ninyi ni taifa chaguliwa, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu walio mali ya Mungu mwenyewe, mupate kutangaza uzuri wake, ambaye aliwaita ninyi toka giza mwingie katika nuru yake ya ajabu. Mstari wa 10. Ninyi msiokuwa taifa zamani, lakini sasa ni taifa la Mungu. Mliokuwa hamukupata rehema, lakini sasa mumepata rehema. Hapa haiko tena taifa kama vile taifa tu la wapagani laloonywa, lakini hapa ni taifa la Mungu, kundi lililokombolewa, kama vile Mungu pia ndani ya Agano la Kale alivyoita na kuchagua taifa katikati ya mataifa mengi. Na ni hivyo hivyo ndani ya wakati wa Agano Jipya na Agano Jipya anaita kanisa linalotoka katika makabila zote, malugha zote na mataifa yote, na kanisa hilo linaunda ukohani wa kifalme, ndilo takatifu, ndilo taifa takatifu la Mungu mweza yote, lililokombolewa kwa damu ya mwana kondoo iliyomwangika hapo Golgotha, hapo msalabani. Hapa tunaambiwa tena kwenye mstari wa 10, ninyi msiokuwa taifa zamani, lakini sasa ni taifa la Mungu. Mliokuwa hamukupata rehema, lakini sasa mumepata rehema. Ila mtu tu ambaye aliyeweza kufanya mazoezi ya hayo ndiye anayeweza kuyazungumzia. Iliyo nzuri kwa Mungu ni kwa sababu anatuchungia, anatuwekea mambo ambayo yaliyoahidiwa ndani ya neno lake. Mungu si Mungu anayejifurahisha tu kuweza kusema maneno ya akili, lakini anayeweka pia katika matendo. Tunaweza kupokea wokovu, ukombozi, msamaha, neema, wokovu, mpaka katika umoja pia pamoja na Mungu, uhusiano wetu binafsi pamoja naye, kwa maana imani ndani ya Yesu Kristo, kupitia imani ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo yeye ndiye anayefanya wana wa watu kuwa wana wa Mungu, na ni hiyo ndiyo Bwana wetu anaagiza ndani ya Yohana sura 3 mstari 3. Mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Tunaambatanisha umuhimu kubwa juu ya maneno haya, kwamba katika eneo hii habari njema ya Yesu Kristo Bwana wetu iweze kuhubiriwa kwa watu kwa kiwango, ili waweze kuokolewa kama wanaamini kwa moyo wao wote ujumbe wa wokovu wa Mungu. Hatutaki kuweza tuweze kuhubiri tu, tunataka tuweze kuona karibu ya Mungu ndani ya utukufu wale ambao waliosikia neno lake likitoka katika kinywa chetu. Amina. Tunashuhudiwa hapa kwamba kanisa la Mungu aliye hai ni ukohani wa kifalme, ilo taifa takatifu, ilo taifa lilochaguliwa, ili liweze kuwa
mali yake, ili waweze kutangaza uzuri wa wale ambao aliotuita kutoka giza tuingie katika nuru yake ya ajabu. Kwa tabia, mtu yeye mwenyewe hata kama anaweza kuwa mtawa, anakuwa amekwisha kutenganishwa na Mungu. Ijapokuwa hayo yote, anafuata njia pana inayoongoza mpaka maangamizi na anakuwa katika giza. Lakini kama vile andiko linavyofundisha kwamba tulikuwa tumekufa ndani ya dhambi zetu na makosa yetu, ni hapo ndipo kunakuwa hatari yote ya hali. Kama mtu aliyetenganishwa na Mungu, kama hangeliweza kuwa alikufa kwa namna ya kiroho katika hali hiyo, na kama hangekuwa na uwezo mpaka aweze kuwa anatikiswa na habari njema, ili aweze kuelewa kwamba alikuwa amekwisha kutenganishwa na Mungu, kwa maana ni hapo sasa ndipo mwito unaanzia wa neema, wa wokovu na msamaha. Kusema uweze kuona hii kwamba ni kweli, kusema uone kwamba hii ni kweli, inaomba kuweza kutazama wanadamu wote kwa ujumla waliotenganishwa na Mungu, lakini wakiwa wa kidini. Hiyo iko katika madhehebu yote, mahali pote wanaomba, mahali pote wanatoa madhabihu, mahali pote wanafanya yote bila yale ambayo Mungu anayotaka waweze kufanya. Na ni hiyo ndiyo lazima, ni kwamba tuweze kushinyenyekeza chini ya mpango wa wokovu wa Mungu wetu. Sasa ina maana gani kwamba Muislamu aweze kuamini kwamba Mungu ataleta hukumu na atahukumu pia kwa haki? Hiyo haina maana. Ni hapo sasa, hiyo nimepasha kuwa na maana yake ya kuweza kujua kwamba wakati mtu anapokuwa ametambua mwenyewe kwamba hukumu haina maana kwake, sasa ndipo tunahitaji sasa neema mbele hukumu zokuja. Na wakati tulipopokea sasa neema ya Mungu, ndipo kunatimilika yale ambayo Bwana wetu aliyosema ndani ya Yohana sura 5 mstari wa 24, ni kusema kwamba tumetoka ndani ya kifo tukiingia katika uzima kwa imani. Tulikuwa tumetenganishwa na Mungu, lakini hatuko tena wale, kwa maana tulipokea na kukubali kupitia imani kwa ajili yetu sisi wenyewe upatanisho pamoja na Mungu, kama vile ulivyofanyika ndani ya Kristo Bwana wetu. Na msamaha ambayo tuliopewa ulionekana ndani ya maisha yetu, na Roho wake akashuhudia roho yetu kwamba tumekuwa wana wa Mungu. Ningetaka nisome andiko ya barua kwa Tito sura 2. Tito sura 2 mstari wa 11 mpaka mstari wa 14, neno ambalo tunajua sisi sote vizuri. Tito sura 2 mstari wa 11, kuanza kwa mstari wa 11: kwa sababu neema ya Mungu inayoleta wokovu kwa watu wote imeonekana. Mstari wa 12, ikitufundisha sisi kukataa ubaya na tamaa za dunia na kuishi na kiasi kwa haki na utawa katika ulimwengu wa sasa. Mstari wa 13, tukitazamia tumaini la baraka na kuonekana kwa utukufu wa Mungu mkubwa, Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mstari wa 14, mstari wa 14, ambaye alitoa mwenyewe kwa ajili yetu atukomboe toka uovu wote na kujisafishia watu wawe mali yake mwenyewe, wenye bidii sana katika kazi njema. Mstari wa 15, sema maneno haya, onya na kuhambakia kwa nguvu zote, hata mtu mmoja asikudharau.
Utangazaji wa habari njema unaweza kuamsha pia kudharauliwa, mpaka wale wanaosikia wanaweza kushikwa kwa nguvu za habari njema, kwa nguvu za Mungu zinazosindikiza huo utangazaji, na hapo sasa waweze kufanya mazoezi ya hizo nguvu, kama vile uokovu, kama vile kufunguliwa. Ni hapo sasa ndipo wanaweza kufurahi na kuweza kupokea utangazaji kwa shukurani. Kuna andiko ndani ya maandiko matakatifu, kwa mfano wakati Stefano alipokuwa akihubiri, mahali ambapo watu walikuwa wakisaga meno, hawakuweza au hawakutaka kukubali yale ambayo waliokuwa wakitangaziwa. Kama vile imesha kuonyeshwa mbele, kulikuwa siku zote hizo kundi mbili. Wamoja walikuwa wakikubali, wengine walikuwa wakikataa, na ila tu wale ambao waliokuwa wakikubali yale ambayo Mungu aliyokuwa akitoa ndio waliokuwa wakibarikiwa na Mungu. Ndani ya siku zetu haiko tofauti pia. Neema ya Mungu ilionekana kwa watu wote na inawaletea wokovu kama vile tulivyosoma, lakini wokovu ambao Mungu aliyotupatia na kutuletea inapashwa kukubaliwa kwa ajili ya kuweka mwisho kwa mabaya ya maisha yetu. Tazama, inaandikwa hapa mstari 12, ikitufundisha sisi kukataa ubaya na tamaa za dunia na kuishi na kiasi kwa haki na utawa katika ulimwengu wa sasa. Ni kusema kuna andiko nyingi za Biblia ambazo zinazoonyesha yale ambayo iliyokuwa mwanzo ndani ya hali ya kutokuamini na yale ambayo inayojifunua tena baadaye katika wakati wa imani. Mtu aliyekuwa akiiba asiibe. Hiyo ndiyo tunayosoma waziwazi ndani ya barua ya Waefeso sura 4 na mengineyo. Ni kusema kuna mabadiliko ndani ya maisha yetu, ndani ya hali yetu ya roho, ndani ya moyo wetu. Katika maisha yote Mungu anafunua nguvu za wokovu, nguvu za ufungulivu, nguvu za kufanya upya, nguvu za kuzaliwa upya, kubadilishwa kwa mtu wote kwa ujumla, mpaka kwenye ukombozi kamilifu wa mwili wetu na kubadilishwa kwake na kunyakuliwa kwake wakati wa kurudi kwa Bwana wetu mpendwa na Mwokozi. Tulishaka kuonyesha mara nyingi kwamba Mungu atamaliza kazi ambayo aliyoanza, na hivyo pia tuweza kuonyesha mahali ambapo kitu fulani pasha kumalizika, inaomba kwanza mwanzo wa kweli uweze kuwa umefanyika. Mwanzo huu pamoja na Mungu unaweza kufanyika kwa ajili yako pia jioni hii, lakini kwa wakati kila mtu anapaswa kujua kwamba siku fulani Mungu alifanya mwanzo huu pamoja nami. Alinionya kupitia neno lake, nami sasa nimekuja kwake na ninajibu kwa mwito wake ambao alionitumia. Ndani ya Ufunuo kwenye sura 1 tunasoma mstari wa 5 na mstari wa 6. Ufunuo sura 1 mstari wa 5 na wa 6. Hapa mtu wa Mungu analeta salamu hapa, na kisha anaandika kwenye mstari wa 5, na zinatoka kwa Yesu Kristo, mshuhuda aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wao waliokufa, na mkubwa wa wafalme wa dunia, kwake yeye ambaye alitupenda na kutuosha dhambi zetu kwa damu yake. Mstari wa 6, na kutufanya kuwa ufalme wa makuhani kwa Mungu na Baba yake. Kwa yeye utukufu na uwezo hata milele na milele. Amina. Na hivyo ndivyo tunayasoma hapa, na sio
atakayefanya, lakini aliyefanya. Mara ngapi shaka kuyaonyesha na kuyaonyesha kwa namna iliyo wazi sana kwamba wokovu wa wanadamu wote kwa ujumla ulitimilika mara moja tu kwa upande wa Mungu. Kulikuwa siku moja ya upatanisho katikati ya Mungu na wanadamu, na hayo yalifanyika huko juu ya mlima wa Golgota. Ni hapo ndipo Mungu alipokuwa ndani ya Kristo na akapatanisha ulimwengu pamoja na yeye mwenyewe. Na sasa ni kila mtu kuweza kukubali wokovu huo na kuweza sasa azaliwe katika mpango wa Mungu ndani ya kanisa la Mungu la Bwana. Maandiko matakatifu yanasema kwamba kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na mwili na damu haviwezi kurithi ufalme wa Mungu, lakini kilichozaliwa kwa roho ni roho. Na kisha Paulo aliandika tena ndani ya barua kwa Korinto kwenye sura 15 kwamba si ya kiroho lakini ni ya kimwili nayo kuja kwanza. Nataka ukose kuisoma ili tuweze kuwa na hiyo utaratibu kwa namna njema na tuweze kupata pia matamshi iliyo ya kweli jinsi inavyostahili. Ndani ya Wakorinto wa kwanza sura 15 kwanza kwa mstari wa 45. Hivi ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu alikuwa nafsi ya uhai. Adamu wa mwisho alikuwa roho, yeye kupatiza uhai. Mstari wa 16. Lakini ule wa roho si wa kwanza, lakini ule wa asili, kisha ule wa roho. 17. Mtu wa kwanza alitoka katika dunia mwenye udongo. Mtu wa pili ni Bwana aliyetoka mbinguni. 18. Kama alivyokuwa yeye wa udongo, vivyo hivyo wao walio wa udongo. Kama vile alivyokuwa yeye wa udongo, vivyo hivyo walio wa udongo. Na kama alivyokuwa yeye wa mbinguni, vivyo hivyo wao walio wa mbinguni. 19. Na kama tulivyochukua sura ya yule wa udongo, vivyo hivyo tutachukua sura ya yule wa mbinguni. Hii ni kazi ya Mungu iliyotimilika, na neno hili nalo ni kweli na amina. Na hivyo kama vile kwenye dunia hii tuko katika mwili huu ambao Adamu na Hawa walikuwa ndani, na ni hivyo wakati kumalizika itakapofanyika na kumalizika na kufika, ndipo sasa na tuweza kupata mwili wa ufufuko kama vile Bwana wetu iko nao na mkombozi wetu. Tunayajua sana sana wale ambao washaka kuwa pamoja nasi au mara nyingi huko Israeli, sana sana huko Yerusalema. Furaha kubwa kwa ajili ya mtu ambaye anayeamini Biblia inakuwa katika wakati ambamo unaweza kusimama mbele ya mlima wa Golgota, na kisha unapoweza kugeuza macho kidogo kwa upande wa kushoto na unatazama kwa muda fulani kaburi ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa ndani, na si mbali na hayo, natazama kaburi iko wazi, haiko hapa. Inaandikwa hapa kwa namna njema ndani ya Kiingereza, he's not here for his risen. Haiko hapa kwa sababu alifufuka, na si vema kutafutia aliye hai katikati ya wafu. Alifufuka, na tunajua si sote andiko njema ya Testegen, Yesu iko hai na mimi naishi pamoja naye. Tunajua pia kwamba kifo na woga ulishindwa, kwa maana kifo nayo ilishindwa na Yesu Kristo alifufuka siku ya tatu.
kuhusu watu ambao hawataweza kutambua na kuelewa utaratibu wa wakati wa kiungu, wanakuwa na mashaka kwa kuamini, kwa maana hayo yote inakuwa kama vile inachelewa. Lakini tunakumbuka hapa neno la Petro alivyoambia kizazi cha mwisho, Petro wa pili sura 3, Petro wa pili sura 3 kuanza kwa mstari wa pili, mstari wa pili: mupate kukumbuka maneno yaliyosemwa zamani na manabii watakatifu na amri ya Bwana wetu na Mwokozi iliyoletwa na mitume yenu. Mstari wa 3: mukijua kwanza neno hili, ya kwamba katika siku za mwisho wenye kuzihaki watakuja na zihaka zao, wakifuata tamaa zao wenyewe, wakisema. Mstari wa 4: iko wapi ahadi ya kuja kwake? Kwa maana tangu baba zetu walipolala, vitu vyote vinakaa kama vilivyokuwa tangu mwanzo wa kuumbwa. Hapa kuna shida kubwa. Watu hawajue kitu fulani kuhusu jinsi Mungu alivyopanga wakati. Akose waliweza kusikia ikisemeka kwamba siku moja kwa Mungu iko kama vile miaka 1000 kwetu, lakini hawayawazi yake sana. Lakini tunaweza kuwa na shukurani gani wakati leo ndani ya kizazi chetu tunaweza kupiga macho yetu nyuma na kuweza kuona mpango wa kiungu wa wakati katika hizi nyakati tofauti, toka Adamu mpaka Abrahamu, toka Abrahamu mpaka Kristo, na sasa wakati mpya wa miaka 2000, na hivyo sasa miaka 6000 itakuwa imetimilika hapa karibu, na mwaka wa 7000 ndiyo itakao kuwa ufalme wa miaka 1000. Hakuna mtu anajua siku wala saa, na hiyo ni si lazima, lakini kwa nuru ya alama za wakati tunatambua kwa namna iliyo wazi kwamba tunaishi sasa kwa mwisho wa wakati. Matamshi haya iko pia hapa ndani ya andiko lililosomwa, mstari wa 3: mukijua kwanza neno hili, ya kwamba katika siku za mwisho. Mara ngapi matamshi haya? Kwa mwisho wa wakati, au katika muda wa mwisho, au katika siku za mwisho. Na tunajua kwamba hayo inamaanisha wakati ambao tunaoishi sasa ndani. Ndiyo maana tunakuwa makini sana kwenye utimilifu wa unabii wa kibiblia ndani ya siku zetu. Watu wote wanaweza kushidanganya, wanaweza kushinda kuelewa wakati, na mtu alifanyika ili aweze kupita pembeni ya mambo ya lazima. Lakini wakati unaweza kukamata neno la Mungu na kuweza kuliweka hatua kwa hatua, kama vile inavyotafsiriwa na Roho Mtakatifu, na kuweza kuliunganisha pamoja kama vile kipimo uzuri, na hapo sasa sio watu wanaoshuhudia kitu fulani, lakini ni Mungu peke yake ndiye anayetupatia maagizo zake kupitia neno lake kwa neema. Ndio maana Petro aliandika pia kwamba tuna neno la unabii. Tushaka kuyaonyesha mara nyingi katika mahali hapa. Ni lazima sana ili Mungu yeye mwenyewe aweze kukamata neno. Sasa kwa sababu gani tunasomaka andiko nyingi za Biblia? Ni kwa sababu moja, ni kwamba wale wanaosikia wote waweze kujua kwamba Mungu anatuzungumzia kupitia neno lake. Tunakaa mbele yake na tunasikia maneno ya kinywa chake na tunayaacha yakigeuzwa kupitia Roho Mtakatifu. Ningetaka tena nisome Kumbukumbu la Torati sura 4 na kisha 7 mstari wa 20
Kumbukumbu la Torati sura 4 mstari wa 20. Kwa kulinganisha, Kumbukumbu la Torati sura 4 mstari wa 20. Lakini Bwana amewatoa ninyi na kuwatoa ninyi katika tanuru ya chuma katika Misri, ili muwe kwake taifa na urithi wake kama ni leo. Kwanza wangepasha kuwa wao, na kisha wakageuka kuwa wao, na kisha wakakuwa vile. Tungepasha kuitwa wana wa Mungu, na sasa tumekuwa wao. Tungepasha kuwa taifa la Mungu, lakini sasa tumekuwa taifa la Mungu. Tungepasha kuwa wa kusamehewa, na sasa tumesamehewa. Yale yote ambayo tuliyokuwa tumeahidiwa na Mungu sasa yamegeuka kuwa uhakika wa kiungu. Na shahiri hii inatuonyesha kwamba Mungu anatimiza yale ambayo aliyoahidi. Mungepashwa kuwa taifa lake, na sasa mumekuwa taifa lake, kama vile inavyoonekana leo. Kumbukumbu la Torati 4 mstari wa 20. Ningetaka nisome andiko ya Kumbukumbu la Torati sura 7. Kumbukumbu la Torati sura 7 mstari wa 6 mpaka mstari wa 8. Mstari wa 6. Maana wewe ni watu watakatifu kwa Bwana Mungu wako. Bwana Mungu wako amekuchagua kuwa watu wake mwenyewe zaidi ya mataifa yote walio juu ya uso wa nchi. Mstari wa 7. Bwana hakutia mapendo yake juu yenu, wala hakuwachagua ninyi kwa sababu mulikuwa wengi kuliko mataifa yote, maana mulikuwa wachache kuliko mataifa yote. Mstari wa 8. Lakini kwa sababu Bwana anawapenda ninyi, na kwa sababu anataka kutimiza kiapo alichoapia baba zenu, kwa sababu hii Bwana aliwatoa ninyi kwa mkono wa nguvu na kuwakomboa ninyi katika nyumba ya utumwa, katika mkono wa Farao mfalme wa Misri. Wakati tunaposikia na kusoma maneno haya, yanatugusa sana. Si kwamba mtu anastahili, lakini ni neema ya Mungu wetu ambayo iliyoweza kujionyesha kwa nguvu ndani mwetu. Hatuko wazuri akose, pia tuko wabaya pia kuliko wengine, lakini hapa tuna ushuhuda ule mmoja wa kutoa, kama vile ambayo tunayopata tukiandikwa ndani ya neno la Mungu. Ni kwa sababu Mungu alitupenda, kwa maana Mungu alipenda ulimwengu akatoa mwana wake aliyezaliwa na yeye, ili mtu anayemwamini asipotee, lakini apate uzima wa milele. Mungu alitufunulia upendo wake kupitia wokovu, na mtu anayejibu kwa hiyo mwito wa kiungu anakubali wokovu ambayo iliyotimilika kupitia imani, na hivyo sasa anakuwa aliyeokolewa, anakuwa aliyesamehewa, anakuwa aliyenunuliwa wa Bwana. Kama vile nimesha kusema, Mungu alitoa ahadi na kisha akaunda ahadi ambayo sasa hizo ahadi zote zilizo ndiyo na amina zimpashwa kutimilika kweli kweli, na ziweze kugeuka kuwa uhakika ndani ya maisha ya wale ambao walioamini kwa moyo wao wote. Ndani ya Kumbukumbu la Torati sura 10 tena andiko fulani. Kumbukumbu la Torati sura 10 kuanza kwa mstari 14. Tazama, mbingu ni mali ya Bwana Mungu wako,
na mbingu za mbingu na nchi na vyote vilivyo ndani yake. Mstari 15, tena Bwana alifurahia baba zako ili kuwapenda, akachagua uzao wao nyuma yao, hata ninyi zaidi ya mataifa yote kama ni leo. Tazama sasa iliyo ya lazima sana inayohusu uchaguzi kwenye mstari 16, mutahiri basi ngozi ya moyo wenu, wala musiwe tena wa shingo ngumu. Mstari 17, maana Bwana Mungu wenu yeye ni Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana, Mungu mkubwa, mwenye uwezo na mwenye kukupesha, asiye angalia nyuso za watu, wala hapokei rushwa. Mara ngapi tunasomaka ndani ya maandiko matakatifu kwamba Mungu hachague mtu kwa sura. Hapa ndani ya andiko hii, tohara ya mioyo, kufanya upya kwa moyo, inawekwa katika uhusiano pamoja na uchaguzi. Tunajua kulingana na andiko zinazojulikana vizuri za maandiko matakatifu kwamba iliwezekana kuweza kutoshwa nje ya nchi na kisha unabaki nyuma ukiwa na moyo mgumu. Na ndio maana tunasoma ndani ya barua kwa Ibrania, lakini hawakuweza kuitambua na kujua njia zangu. Kutoka ndani ya Misri na kuchaguliwa inapaswa kuongoza kufanywa upya kwa moyo ya mawe tunapaswa kunyang'anywa na tunapokea moyo unaosikia, moyo ulio tayari kuweza kupenda, moyo ulio tayari kuweza kusamehe, moyo ambao unaompendeza Mungu. Tunapaswa kuipewa kwa neema, kwa neema. Haitosha kusema kwamba tulichaguliwa, lakini tunapaswa kuwa macho pia ili mioyo yetu iweze kujibu kwenye uchaguzi huo kwa shukurani, kwamba tuweze kupokea kweli kweli yale ambayo tuliyopewa na Mungu kwa neema. Mnajua nyote andiko ya barua kwa Ibrania kwenye sura 3. Kwa mfano wa Ibrania sura 3 sehemu ya pili ya mstari wa 10 na kisha mstari 11 na 12, na hawakujua njia zangu. Mstari 11, kama nilivyowapa katika hasira yangu, hawataingia katika raha yangu au katika pumziko yangu. Mstari 12, angalieni ndugu zangu, asiwe katikati yenu mmoja mwenye moyo mbaya wa kutokuamini kwa kujitenga na Mungu aliye hai. Mstari 13, lakini monyane kila siku ingali inapoitwa ni leo, ili hata mmoja wenu asifanyike mgumu kwa udanganyifu wa dhambi. Na ilikuwa hivyo tangu zamani, tangu mwanzo. Adui alifanya mambo kuwa ya kupendeza, akasema kwa kiburi na kwa raha kubwa kwamba hamutakufa. Mwanzo 3:4. Lakini ilitimilika yale ambayo Mungu aliyokuwa amesema kwamba siku utakayokula matunda haya utakufa. Tumekwisha kuyasema hapa sasa hivi. Tangu Adamu na Hawa, wanadamu wote kwa ujumla walikuwa wametenganishwa na Mungu mpaka siku hii ambamo sasa upatanisho pamoja na Mungu ulipofanyika. Lakini upatanisho huo unapaswa kukubaliwa na kuweza kuishi, na kama sivyo, kasirani ya Mungu na hukumu itabaki juu ya mwanadamu,
Na mtu yoyote ambaye anayewazia inamaanisha nini kuwa umetenganishwa, utenganishwa milele na milele na Mungu, mtu yule atatuma kilio cha nafsi yake mpaka kwa Mungu. Lakini ni hapo sasa, wakati tunapokuwa tumetikiswa na kuamshwa katika hiyo hali ya kufa, ambayo hatujue pia kwamba tulishaka tenganishwa na Mungu milele na milele, na ni kupitia utangazaji wa habari njema, ndipo hiyo inawezekana kuweza kutikiswa. Neno lote uamsho, wakati unapohubiri, inaomba kutikisa dhamiri ya watu, inaomba kuamka iweze kufanyika. Na wakati mtu kulingana na tabia, nasi sote tuko sehemu ya hao, shaka tenganishwa, tulikuwa tumetenganishwa na Mungu, na tunapokuwa tumezaliwa na kuishi katika dhambi, wakati mtu anapoamshwa kupitia habari njema, anatambua hali yake ya maangamizi na analia, anaita wokovu wa Mungu, wokovu kutoka kile cha nafsi yake, na analia, Bwana unirehemu, usamehe makosa yangu yote na dhambi zangu zote, ndiyo uwe wa rehema kwangu mimi mwenye dhambi. Mwenye dhambi ni mtu asiamini Mungu, na si muwaji, na sio mtu anayefanya mabaya fulani, na sio mtu fulani anayefanya mambo fulani. Lakini maandiko matakatifu yanatuambia na kutufundisha kwamba sisi sote tulizaliwa katika dhambi, na mtu anayedumu katika kutokuamini anaishi ndani ya dhambi. Ndio maana andikwa hapa kwenye mstari wa 12, Waebrania 3 mstari wa 12, angalieni ndugu zangu, asiwe katikati yenu mmoja mwenye moyo mbaya wa kutokuamini, kwa kujitenga na Mungu aliye hai. Ni neema gani ya kuweza kusikia habari njema ya Yesu Kristo, huu ujumbe unaofanya mtu kuwa huru na wa furaha. Ni heri gani kuweza kuwa tunakuwa chini ya kusikia neno la Mungu na kuweza kusikia yale ambayo Mungu anayotaka kutuambia na anayotaka kuweza kutupatia. Na tena neno la Waebrania 3:7-8, leo kama mutasikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Ilimpendeza Mungu ili aweze kuokoa kupitia upumbavu wa mahubiri wale ambao wanaomwamini Bwana wetu na Mwokozi wetu. Paulo alisema kwa ajili ya wamoja neno la msalaba ni upumbavu, na kwa wengine ni nguvu za Mungu. Itakuwa ni moja au nyingine kwa ajili ya kila mtu. Yawezekana kwamba tunakuwa hatuamini na tunaiona kama vile ni upumbavu. Yawezekana tunaweza kuacha neno la Mungu lituzungumzie, na tunakuja kwa imani, tunalikubali na tunafanya mazoezi ya nguvu za Mungu ambayo inayosindikiza utangazaji wa habari njema. Leo yale tuliyosoma ilikuwa ndani ya Marko sura 7. Iweze kufanyika hapa. Alifanya yote kwa namna njema. Marko 7:37. Aliponya wagonjwa, alisamehe dhambi, na akasema yeye anayekuja kwangu sitamutupa, atamupatia salama na utulivu, pumziko kwa ajili ya nafsi zetu. Atatufanyia vema kulingana na neema yake kubwa na rehema yake. Atusaidie tuweze kuwa sehemu kweli kweli kwa kanisa lake kubwa la Mungu aliye hai, ambalo aliochagua kama vile kundi au taifa takatifu, kama vile wafalme na makuhani ambao watakao kuwa pamoja naye milele na milele. Kwa Mungu wetu ambaye aliyefanya yote kwa ajili yetu
na ambaye sasa pia ndani ya wakati huu wa neema ya mwisho anayetuma tena mwito wake wa mwisho. Kwake yeye apewe shukurani kwa ajili ya hiyo, azungumuze tena, atende tena, aite tena kwake. Heri mtu anayeingia katika njia leo na anayekuja kwake leo ili aweze kuchukua pamoja naye kwenye njia ya uzima na aweze kupata neema ya Mungu kama vile alivyoishi. Na pia kwa taifa la Israeli tulisoma pia kwamba kama vile ilivyo sasa, Kumbukumbu la Torati 4:20, kwamba mmekuwa taifa lake, mmekuwa mali yake. Na acha basi iweze kuonekana leo kwamba hatukuweza kusikia ahadi ya kuweza kuwa wana wa Mungu tu au kuweza kuwa taifa lake tu, lakini kwamba tuweze kugeuka taifa lake leo mbele ya Mungu. Na inawezekana kwamba tuweze kufanya mazoezi ya Mungu leo ndani ya mahali hapa, ndani ya mahali hapa. Jina lake takatifu lisifiwe. Amina. Tugunje vichwa vyetu, tufumbe macho, tufungue mioyo yetu. Akose kuna mtu fulani hapa ambaye anahitaji kutakasia maisha yake kwa Bwana. Kwa kila utangazaji kamba au nyavu inatupwa na inaomba tena kuichukua na kuitosha nje ya maji. Bwana aliambia wakati ule kwa Petro kwamba nitakufanya kuwa mvuvi wa watu. Bwana anatuma neno lake, anatuletea utangazaji wa habari njema. Kama vile nimekwisha kusema, nyavu imetupwa. Nani ambaye atajiacha aweze kuongozwa kwa Bwana? Nani aliye tayari kuweza kumpokea, kuweza kuamini yeye bila mashaka, bila kujizuiza? Ona ni huzuni gani kwa wale wote ambao wanaoteswa na mashaka. Nani ambaye anayeweza kuhitaji kuamini lakini asiyeweza kuamini? Akose mashaka hii yaliweza kupandwa na wale wote ambao hangeweza kuamini kwamba Biblia ni neno la Mungu. Lakini leo mbele ya uso wa Bwana ambaye aliye wa kweli na mwaminifu, yeye aliye wa haki na mwaminifu, tuache nyuma yetu mashaka yote, kutokuamini kote tuache nyuma yetu, na tuweze kuamini kwa moyo wetu wote Yesu Kristo. Tuamini kwamba yeye ni mwokozi wetu na kwamba ndani yake mulifanyika upatanisho, ndiyo upatanisho wetu pamoja na Mungu, na alitoa damu yake na uzima wake kwa ajili ya msamaha wa makosa yetu na dhambi zetu. Ndiyo maana Petro aliandika, hamukukombolewa kwa mambo yanayoharibika, kwa fedha au dhahabu, lakini kwa damu ya damani ya mwana kondoo isiyo na laumu, isiyo na makosa. Wapendwa katika Bwana, warafiki wapendwa, ndugu na dada katika Kristo, sisi sote tutapita kwenye hukumu ya Mungu, na sio wale wanaogopa Mungu tu, na sio wale ambao wanaoamini hukumu tu, lakini siku ile hawataweza kuuliza kama unaamini hukumu ya mwisho au hapana. Wafu watafufuka. Ndani ya Ufunuo sura 20 tunasoma kwamba na kifo kikatoa waliokuwa wamekufa ndani yake, bahari ikatoa waliokuwa wamekufa ndani yake, wote wakatosha waliokuwa wamekufa ndani yao, na wote wakapita kwenye hukumu mbele ya kiti cheupe. Warafiki wapendwa, tunaweza leo kupata neema na kuweza kuepuka hukumu hiyo kupitia imani ndani ya Yesu Kristo,
Bwana wetu. Na sasa wakati vichwa vyote vinavyogunjwa na mioyo yote inapofunguliwa, ningetaka niweze kuuliza swali kama vile wanaifanyaka mara nyingi wakati wa utangazaji wa habari njema. Mtu anayetaka kuweza kutakasia maisha yake kwa Mungu aweze kunyosha mkono na kisha tena aweze kushushwa. Kuna watu kama wale katikati yetu. Asante sana, asante, 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 asante. Mungu awabariki, Mungu awabariki. Asante. Tuimbe pamoja, amini tu, amini tu, amini tu. Amini tu, amini tu, yote inawezekana. Oh, amini tu. Amini tu, amini tu, yote inawezekana. Oh, amini tu. Yesu iko hapa. Yote inawezekana kwa sababu Yesu yuko hapa. Yesu iko hapa. Yote inawezekana kwa sababu Yesu iko hapa. Bwana mwaminifu, uliahidi kwamba utakuwa mahali ambapo taifa lako linakusanyika katika jina lako, mahali ambapo taifa lako linakusanyika katika jina lako. Bwana mpendwa, uliweza kuonyesha mara nyingi uwepo wako. Haukutoa ahadi hii tu, lakini ulishuhudia uwepo wako. Uliweza kuyafanya kila mara. Leo tena uko hapa, na tunakusifu kwa ajili ya hiyo. Wewe kama vile Mwokozi, wewe kama vile mponyaji, wewe kama vile yeye anayesamehe makosa yote, anayefuta dhambi zote, ambaye aliyetoa kibambazi cha kutenganisha, ambaye aliyeleta upatanisho na msamaha, na ambaye aliyetutosha katika ufalme wa giza akatuingiza katika ufalme wa nuru ya upendo wa mwana wake. Mungu mwaminifu, ona ni heri gani ya kuweza kuwa tunakusanyika mbele ya uso wako, kuweza kusikia neno lako takatifu kwa heshima, kwa woga, kuweza kulishika kwa moyo na kuweza kuliamini, na kisha kuweza kufanya mazoezi na matokeo ya hayo kama vile nguvu za Mungu zinazojifunua ndani ya wale wanaoamini, ndani ya wale wanaoamini. Bwana mpendwa, tusamehe si sote makosa yetu. Funika dhambi zetu zote Bwana, tusafishe, ututakase, ndiyo, utufanye watu ambao maisha na uzima vimefanya kuwa upya, kulingana na neno la andiko ndani ya Wakorinto wa pili sura 5 mstari wa 17, ni kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Maneno ya zamani yamepita, tazama maneno yote yamekuwa mapya. Bwana na Mungu mpendwa, utaweza kuumba pia mbingu mpya na dunia mpya. Ulishaka kutayarisha Yerusalemu mpya, na unaumba tena viumbe vipya kupitia nguvu za damu yako na neno lako na Roho Mtakatifu wako. Ndani ya saa hii pia nguvu za Mungu zinaonekana katikati yetu kwa wale wote ambao wanaoamini kwa moyo wao wote. Bwana,
Ninakushukuru kwa ajili ya hiyo, kwa maana neno lako halirudi kwako bure, lakini linatimiza yale ambayo uliolituma. Tunakushukuru kwa ajili ya yote, pia kwa ajili ya wakati huu wa unyenyekevu tunaoweza kuwa nao mbele ya uso wako. Basi tugeuzie uso wako, o Mungu, na utupatie salama yako na baraka yako katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.